Karibu Juicy African Story. Leo tupo kwenye matukio. Kama ni mara yako ya kwanza, unaweza kubonyeza neno subscribe kisha alama kengele. Pia usahau kulike na kucomment. Tunaanzia miaka ya 1900. Kulizuka wanyadamu za watu, mavampire, huko Louisiana, USA, Marekani. Mmoja kati ya mavampire hao alikuwa ni mbishi Auguste de la Grange aliyewaua na kuwanyonya damu zaidi ya watu 40. Alikuwa mgumu kufa. Alipokufa alitolewa moyo na mifupa yote kwa maonyesho. Auguste alikufa mwaka wa 1921. Alizaniwa kuwa na moyo mgumu kuliko binadamu wa kawaida. Alikuwa ni vampire aliyedaiwa kutisha sana, kwani mpaka anafariki alikuwa amewaua zaidi ya watu 40 na kuwanyonya damu, huku majaribio mengi ya kumuua yakifeli. Miaka ya 1900 kulizuka watu wengi waliokuwa wanawaua watu na kunywa damu zao, mavampire. Ndipo alipozuka Auguste pia aliyedaiwa kuwa mtu wa ajabu kutokea katika mavampire hao huko Louisiana, USA. Kulingana na machapisho kadhaa ni kwamba waasiliwa wote walikuwa wakipatikana wakiwa wamevunjwa mikono yao, lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba hakukuwa na damu yoyote katika mivunjiko hiyo, ikimaanisha kuwa damu yote ilikuwa ikinyonywa. Padri Henry Jante, kuhani wa Roma Katoliki, na Moses Amshan, mtaalamu wa maombezi, walimfuatilia Auguste na inadaiwa walifanikiwa kumdhibiti na kumtuliza. Sasa mifupa ya Auguste inaonyeshwa kwenye jumba la makumbusho la vampire huko New Orleans, kwani alichinjwa kabisa kuhakikisha harudi tena. Wawili hao walianza kuwaharibu marafiki zake kwa kuwaua na kumlazimisha Auguste kukimbilia kwenye nyumba ya shambani iliyoachwa nje kidogo ya mji mdogo huko Louisiana. Huko ndipo walipofanikiwa kumsukumia mti kupitia moyo wake na mwili wake kuharibiwa. Mwili wake waliuharibu zaidi na kuiondoa mifupa yake ambayo imebaki kama sehemu ya maonyesho pamoja na moyo wake. Mwaka wa 2010, bidhaa ya kushangaza ilinunuliwa kwa gharama ya dola 250 kwenye jukwaa la mnada katika mtandao wa eBay. Wauzaji walidai kuwa huo ulikuwa ni moyo wa vampire Auguste de la Grange. Tukio lingine, hii ni picha iliyopigwa katika ajali mbaya ya treni iliyotokea Juni 6 mwaka 1981 Bihar, India. Kulikuwa na zaidi ya abiria 1000 katika treni hiyo. Kati ya abiria 500 au 800 walifariki. Miili mingi ilipotea, haikupatikana. Msababishi wa ajali hii ni ng'ombe aliyekuwa anavuka reli. Juni 6 mwaka 1981, mwongozo treni iliyokuwa inafanya safari zake kati ya Mans na Sarsha, India, ilimbidi asimamishe treni kwa ghafla ili asababishe ajali baada ya kushuhudia ng'ombe akivuka katika njia hiyo ya treni mbele yake. Lakini treni hiyo iliyokuwa na mabehewa 9 yenye zaidi ya abiria 1000 ndani yake iliacha njia na kuingia katika mto Bagmat uliokuwa karibu na kupelekea ajali mbaya iliyosababisha vifo kati ya watu 500 hadi 800. Mabehewa 7 ndiyo yalitumbukia mtoni na kuzama. Abiria hao 1000 ni wale waliojazana ndani ya mabehewa pekee, lakini wapo waliokuwa nje juu ya mabehewa hayo ambayo hakujulikana idadi yao. Wakati ajali inatokea, hali ya hewa ilikuwa mbaya. Mvua kubwa ilikuwa inakaribia kunyesha, hali iliyopelekea miili mingi ya watu kupotea kwa kusombwa na maji ya mto yaliyokuwa yamejaa kupitiliza. Licha ya vikosi vya uokozi kutafuta miili ya watu kwa zaidi ya siku 5 majini humo, lakini miili mingi ilipotea. Miili iliyopatikana ni miili 286 tu kati ya miili karibia 800 ya watu waliofariki baada ya ajali hiyo. Kama unajiuliza ni kwa nini mwongozaji wa treni hiyo asingewagonga tu ng'ombe hao, basi majibu ni kwamba
hakuwagonga kwa sababu nchini India ng'ombe ni mnyama ambaye yupo sacred, yani anahusishwa na udini, ana muunganiko fulani na miungu yao. Jina langu naitwa Juice Danger, ni follow pia Instagram, natumia Juice Dangers TZ.